Baraza la Maaskofu Katoliki TEC limehimiza umuhimu wa kukiri ukweli kwanza kwa kile kilichotokea nchini humo wakati na baada ya uchaguzi wa Oktoba 29, likisema hatua hiyo ni muhimu kabla ya kuingia katika hatua nyingine ya kuliponya taifa. Hayo ni kwa mujibu wa katibu mkuu wa TEC Padri Charles Kitima alipozungumza na Sudi Mnete. Kwanza Padri Kitima anaanza kwa kueleza yaliyojadiliwa kati ya maaskofu hao na Rais Samia Suluhu Hassan katika mkutano wao uliofanyika Agosti 10 mjini Chamwino, Dodoma. Wameongea juu ya watu kupatana, lakini katika kupatana kiri ukweli juu ya yaliyotokea tarehe 29 Oktoba 2025, lakini vile vile kuponya nchi kutokana na yaliyotokea. Upatanishi huu unaozungumza askofu ni wa namna gani? Mauaji yalifanywa na nani? Kama serikali sasa hivi inavyotaka kuweka vitu katika tume zilizokuja, wameonyesha watu wameuawa 518. Waliuawa na nani? Alikuwa na uhalali wa kuwaua au nini? Sasa hayo ndio tuongee. Alafu baada ya pale, taratibu zingine serikali iendelee na taratibu za kuweka maisha ya kijamii na kisiasa yaende vizuri. Na kwa maana hiyo, ili swala limeumiza watu na limechafua sura ya nchi yetu, na hili sio jambo jipya. Litokea Kenya, mliona lilotokea nchi mbalimbali, ndio watu wanavyofanya. Kuna kitu kipya. Ipo ishara ya yale ambayo mmewasilisha kwa Mheshimiwa Rais yatasikilizwa? Na imani Rais atafanyia kazi kwa taratibu. Kuna kasoro gani kwa jitihada hizo zinazofanywa na Rais kwa sasa? Zimeundwa tume, serikali imeonyesha nia kuyakaribisha maridhiano. Hatuongelee juu ya mapungufu, tunaongelea kwa nini mpaka sasa watu hawajakiri na kwa nini watu hawajasameheana. Tangu mwezi wa 10 mwaka jana mpaka leo hakuna neno la samahani. Tuliona yalitokea mauaji huko Kenya, yalichukua muda gani? Mbona yachukua muda mrefu kama huu? Ni vitu kama hivi vitu alafu vinaleta mkwamo. Watu kama sisi viongozi wa dini tunashindwa kuwaambia watu, jamani, tusameheane. Huwezi kuwaambia watu tusameheane kama hakuna aliomba msamaha. Ndio nasema kuna jitihada hizi askofu za kukaribisha maridhiano, lakini kuna tume mbili zimeundwa na sasa jitihada zitekelezeke, tusikie basi neno samahani. Katika hilo mmeambiwa nini? Bila shaka mmezungumza moja kwa moja na Rais Samia pale. Hapana, Rais kazi yake ni kuwasikiliza watu, na Rais hawezi kusikiliza kila mtu akafanya akatoa maamuzi. Kwanza sisi sio taasisi ambaye lazima Rais afanye maamuzi kwa sababu sisi tumeomba au tumepeleka mapendekezo yetu. Lini mtarejea tena kukutana naye Rais, au kuna mipango gani ijayo? Kwanza sisi tulishukuru ametupa kutusikiliza, na hatukuwa na maana kuwa na vikao vingi. Hicho ndio tulichofanya kilitosha. Endapo hayo mliowapeleka yatakuwa pengine labda hayatazingatiwa, sasa hatuwezi kuongelea hilo kwa sababu kwa nini tuweke mazingira kwamba hayatasikilizwa? Sisi tumempa mawazo. Sasa tusubirie utaratibu, lolote litakalo kuja mbeleni basi litashughulikiwa kwa taratibu zilizoko hizo. Na taasisi za dini kazi zake ni kufanya mazungumzano, ni kushauri, lakini anayetekeleza mambo ni serikali. Mmemwambia nini Rais kwa kuundwa kwa tume hii ya majaji 6 kuchunguza yale yaliyotokea na hatua zifuatazo baada ya Oktoba 29? Hatukwenda kuongelea juu ya tume hizo. Sisi tumeenda kuongelea mazingira ya kukiri kwamba tulikosa, tuombe msamaha, tufanye uponyaji, mambo mazuri yaendelee na marekebisho mengine yanayostahili yafanyike. Vinginevyo maaskofu mwaka jana tarehe 15 Novemba 2025 maaskofu walitoa mapendekezo yao, hata kama zinaundwa tume zinapaswa kuwa za namna gani. Sasa serikali imefuata ijafuata, hiyo haikuwa lengo la maonano au mazungumzano kati ya maaskofu na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania tarehe 10 Agosti 2026 juzi. Bila shaka Rais amesema chochote katika kuaga? Amewaambia nini? Rais amesema nimewasikiliza, tuko pamoja, tunashukuru kwa ushauri.